Okay, sawa. Tunaweza kupata matangazo. Tuko chini ya udhamini wa Meshaki Mlenga, mfanya biashara wa kuku yuko pale sokoni, na baadhi ya mambo mengi kama hitaji kuku, anasafirisha kuku kutoka Nzega, Tabora, Dar es Salaam, Morogoro, Arusha, kila sehemu anapeleka kuku. Anaitwa Meshaki Mlenga, ndio mdhamini wetu na kipindi chetu cha wasanii. Asante. Ulikuwa unazungumza kuhusu muziki wa gospel kwamba hausongi mbele kwa sababu vijana hawakusapoti kwa wale ambao wako nao. Vipi, changamoto ni nini ambayo tunataka tuifanye ili iweze kutatulika? Mtangazaji, changamoto kama tulivyosema hapo awali kwamba kubwa zaidi inakuwa ni kwamba kipato, lakini changamoto nyingine kwamba hawa vijana ambao wanakuwa underground gospel ndio wanashindwa kupata watu ambao watakuja kuwekeza ili waweze kuwainua, sababu watu ambao wameshafika mbali zaidi kiimbaji ndio tungetegemea kwamba wale waje chini kuangalia vipaji atakapopata vipaji waweze kufanyaje, kuviendeleza, vifike mbele. Kwa hiyo inapotokea mwimbaji wa gospel bado underground, hapati mtu wa kuweza kumsupport na nini, kwa hiyo anaimba tu, lakini anaweza kuwa anaimba kama kujiburudisha mwenyewe, sio kwamba atakuwa anaimba labda kuburudisha taifa au mataifa, wimbo wake ufike mbali. Kwa hiyo atajikuta ule uimbaji wake unakuwa ni wa ndani, sio kutoka nje. Nilitaka niulize swali moja katika hayo. Waimbaji wa gospel tunatumikia Mungu au tunaimba ili ukifanya vizuri kama sauti nzuri wimbo ukapita au kupiga hela? Unajua useme wewe kama wewe. Uimbaji sasa hivi kwanza tukubali kwamba muziki ni biashara. Kwa hiyo kama muziki ni biashara, kuna mambo mawili. Lakini mimi kama mimi upande wangu mimi sababu sisi kamsema mtu mwingine, sababu ujumla sisi wote tunamtumikia Kristo. Kwa hiyo tunapoimba nyimbo za kumsifu Mungu lazima tunakuwa ni kitu kimoja. Kwa hiyo nasema kwamba muziki pale tunapoimba uimbaji wa gospel ni biashara, pia tunafikisha ujumbe katika mataifa mbalimbali. Tunaweza nikasema kwamba licha kama ni biashara, lakini zile nyimbo zinatumika kuweza kuburudisha watu, pia kuweza kuelimisha watu. Kwa sababu ukizungumza na
unajua kwamba wewe na maana wewe utakumsikiliza producer kuna rekodi, lakini ile mistari ya wimbo tunafanya hapa, lakini kuna sehemu unaweza kwenda kupiga kwamba hapana, hichi kipande ndio ufanyaje, inabidi tukikate uweke kipande kingine. Kwa mfano unaweza kusema Yesu ni Mwokozi. Wow. Sasa unajua una sauti nzuri. Producer anaweza akaamua kubadilisha kile kipande. Akasema sasa kuliko tuweke Yesu ni Mwokozi, ni kweli ni Mwokozi, lakini tujaribu kuongeza kitu kidogo, Yesu anaokoa. Unaona? Japokuwa pale kutakuwa kuna vitu yani kiwalisani sauti moja. Sababu hii unapanda Yesu ni Mwokozi, afu Yesu anaokoa. Kwa ile utapanda afu utashuka. Kwa katika ile key kuna kitu kitafanyaje? Kitabadilika. Sawa. Lakini nimesikia kama vile umetupa ladha kidogo hivi, unaweza kutupa ladha kidogo tukasikia. Yes. Mambo ambayo na kati ya nyimbo ambazo umezimba tukasikia ladha. Sikilize mtazamaji. Atupe hapa ladha. Wimbo mmoja naam, unaitwa Yesu ni Jemedari. Ndio. Wimbo mwingine unaitwa Thamani ya Wokovu. Unazo nyimbo ngapi? Nazo nyimbo sasa hivi takriban ziko 7. Tunaomba kionjo kati ya ule wimbo ambao huwa unaubamba moyo wako kwanza. Wimbo ambao unabamba moyo wangu na wimbo mmoja ambao unaitwa Thamani ya wokovu wangu ni Yesu, furaha ni upendo jiko kwake. Thamani ya wokovu wangu ni Yesu. Usimalize. Umesikia wewe mtazamaji? Anasema thamani ya wokovu wake nani? Ni Yesu. Wow. Wewe thamani yako ni nani? Tutakutana kwenye comment. Tuendelee. Wewe unasemaje Shajei? Unaona anaimba vizuri sana. Vizuri. Thamani ya wokovu ni nzuri sana. Kuna nyimbo tena ameimba hapa. Naomba na mwenyewe aijaribu kidogo. Sauti amazing sana. Ile ya kwanza Yesu anaokoa. Yesu Mwokozi. Yesu Mwokozi. Wow. Hebu tuimbie kidogo na yenyewe. Hebu tusikie kidogo. Hiyo itakuja ambayo inaitwa Yesu ni Jemedari. Kwa nadhani tuimbie kidogo na nyingine kama Bwana Yesu Jemedari, ae Jemedari, Bwana Yesu Jemedari, ae Jemedari, maajabu aliyofanya Bwana nyakati za kina Musa, kweli Jemedari, maajabu aliyofanya Bwana nyakati za kina Musa, kweli Jemedari. Kwa wimbo unaitwa Jemedari, una vipande vingine ambavyo vinahitaji soloist ya kitu, kila kitu kiko pale. Kuna mambo mengi hapo, kuna mambo mengi vionjo. Kwa wimbo na mayai yamewekwa mule kachumbari za kutosha. Chandu. Hatari sana. Hatari. Uko vizuri. Vipi? Kwenye safari yenu ya muziki mmekutania wapi? Mimi kama nini? Pamoja na Shajei. Unajua nimesikia tangia mbali. Sio leo tu mpaka from nowhere kwamba tumekutana kaanza kuzungumza. Hapana. Nimesikia taarifa zenu kutokea mbali. Kwa hiyo nikasema sio haba, nataka niwakutanishe kwanza nisikie vitu mlivyo navyo mara nini. Lakini huyu nishayekutana naye siku moja, tuliwahi kufanya interview. Lakini leo nikasema hapana, ni lazima niwakutanishe nione na nini mmebeba nini, hatima yenu ni ipi, mnataka kwenda wapi, mfika wapi, vipi nipate watu wa kuwashika mkono, inawezekana au haiwezekani? Okay? Karibu. Mmekutania wapi wewe nawe? Kwanza katika uimbaji wangu wa gospel, mimi mara nyingi huwa kweli naimba gospel. Lakini kuna baadhi ya vijana wanaimba nyimbo ambazo zinagusa jamii. Ndio. Kwa hiyo zile nyimbo nazo huwa nafanyaje? Nazipitia. Kisha ni kama ndugu yangu hapa Shajei. Shajei. Hapa na wimbo wake mmoja alitoa unaitwa Boda. Ambapo ule wimbo wa Boda umefanya vizuri sana. Boda lakini umefanya vizuri sana kwa sababu ule wimbo unagusia uhalisia wa kazi yake ambayo anaifanya yeye. Unaona na maisha pia ambayo nikukatia kidogo. Nimeona kwenye mtandao ule wimbo wa Boda ni kama vile umefikisha viewers zaidi ya 2K. Yes, watu milioni 2. Kwa maana yake kama wimbo mtu ameimba, amejikunja, amefanya kitu chake vizuri, support iko vizuri pale. Kwa hiyo watu milioni 2 ni watu wengi. Maana yake wewe unaishi mahali pale ulipopachagua wewe ukae, lakini watu zaidi ya milioni 2 wanakutambua. Ni kazi nzuri. Okay. Mimi naona
kwa upande wake, kwa sababu huyu ni tukiri kwamba sisi ni underground katika uimbaji. Kwa bado tunahitaji support. Sasa kitu kikubwa kama huyu ambacho amekifanya na bado anazidi kukifanya, kwa hiyo kuna vitu nadhani anahitaji kuongeza pale ili aweze kufika mbali zaidi, ili wale ambao wanaweza kupitia akaunti yake waweze kumuona kama kumbe huyu kijana yuko hivi na hivi na hivi. Kimuziki anaweza kufanya, anaweza kawa na kitu. Kwa wale watu wataanza kumfuatilia na nini ili wajue anatoka wapi, ameanza vipi muziki. Na maana haya mambo yameanza vipi muziki ni baada ya labda kukutana nao watu. Kwa nadhani anaweza kupata tu wadhamini wakapatikana vizuri. Cha msingi tu akaze moyo. Muziki ni safari ndefu, unajua. Hata wasanii wakubwa wakikusimulia kama nilipotoka mimi, unaweza kukutana labda na Alikiba, akikusimulia Alikiba alikotoka, ukasema kumbe hata mimi hapa nilipoanzia ni kubwa kuliko nani? Kuliko hata alipoanzia. Sababu kuna wasanii ambao wametoka mbali sana, wanapitia majuto, wanapitia milima na mabonde. Kwa hiyo unajikuta mtu ameshafika mbali kwa usanii. Sasa unakuta kama sisi wasanii tunaposema kwamba tunatamani kufika pale fulani alipofika, inataka kwanza ujue yule mtu kapitia wapi, kafanikiwa vipi, kapata watu gani mpaka kafika pale, kwa sababu mpaka anafika pale yeye lazima akafika kwenye mikono ya watu wengi. Kwa hiyo tunarudi pale mwanzo tukasema kwamba muziki ni sanaa pia na muziki ni biashara. Kwa hiyo tunahitaji watu ambao watakuja kutushika mkono waweze kusupport muziki kufika mbali. Huo muziki wa Bongo Flava, huo muziki wa gospel, huo muziki wa yaani ipo muziki aina nyingi za muziki. Kwa hiyo ndio hivyo sasa. Kwa hiyo ni sisi tu wasanii kuweza kuinuka na kuweza kushughulikia kuweza kujua tutapata. Bwana, usione hawa tuko nao hapa, hawa ni marafiki, lakini kuna jambo moja nimefuatilia kiundani zaidi. Nimesikia bado wana utani mbalimbali kwa ndani. Naona huyu anaweza kujitambulisha vile alivyo, kwa jinsi alivyo, na yule kule sijajua. Mimi Tere. Hivi wewe ni msanii wa timu gani? Mimi ni Simba. Moja kwa moja huyu ni Simba. Mapigo yako mwenyewe utaona mapigo na mwendo. Na timu gani rafiki yangu? Alan. Mimi ni Yanga. Kwa ninyi ni watani wa jadi. Pamoja na kwamba mnafanya gospel, mwingine anafanya Bongo Flava, lakini bado mna utani wa jadi kwa ndani. Kwa sababu bado mpira bado ni burudani pia. Bado ni burudani. Kwa hiyo unakutanisha watu mbalimbali. Unakutanisha watu kutoka sehemu mbalimbali, mataifa mbalimbali, mikoa mbalimbali, wilaya mbalimbali, kata mbalimbali, mpaka vijiji. Kwa hiyo watu wanakutana hapa na pale wanabadilishana mambo. Vipi tukitoa uimbaji wenu wa muziki, mmoja anaimba Bongo Flava, mwingine anaimba gospel music. Vipi tofauti zenu kati ya utani wa jadi? Wengine wanafika wakati mpaka wanapigana ngumi, haieleweki mambo ni nini na nini. Vipi wewe unasemaje kuhusu ushabiki wenu vile ulivyo? Ushabiki wetu kwanza kitu kama si marafiki. Pia kama mimi nafanya kazi ya Mungu, huyu pia naye anafanya kazi kama yeye anavyofanya vile. Ndio. Upande wa muziki wake. Kwa hiyo sisi ushabiki wetu ni ushabiki wa kiungwana. Tunaweza kusema kwamba kiungwana. Kwa hiyo kiungwana ni watu ambao wanaweza kuwa wanafanya kitu ambacho kina mwanga, sio giza. Maanisha kwamba nikimaanisha kwamba mwanga na giza. Kwa hiyo maana yake kila huyu anachokifanya kwake anaona ni sawa, anachokifanya kwamba anaona ni sawa na anasupport pia. Kwa hiyo hata katika ushabiki tuko vizuri. Kwa maana yake kila mmoja amechagua ni wapi anatakiwa kwenda. Hakuna kuanzisha, lakini habari ya urafiki iko pale pale. Haihusiani habari ya Simba wala Yanga. Tunashauriana mambo mengi. Kwa sababu hata kama mimi kuna kazi nataka kuifanya, naweza kumkuta wewe bwana uko wapi? Japokuwa anaimba gospel, lakini kama kuna kitu na mimi lazima nije nimshirikishe. Tunaweza tukakaa fanye hivi, inabidi fanye hivi. Hapo nakosea, toa hiki, weka hiki. Samani yote kimoja. Nilinunua saa bega. Bega saa. Saa yangu hii nilinunua kwanza. Nilinunua 800,000. Shilingi 800,000. Bwana umeona chombo cha 800. Unajua mwenyewe hizi na pete hizi ni madini kama 5
zote pete. Kwa manake nguo nini hapa nimepoa kinyamu hizi. Pika pamba umemwagika ni hatari. Umemwagika, umevunja kabati. Nimevunja kabati. Mimi kwenye kuvaa tena huwa kasijibani, huwa najiachia. Ujibali. Huyu anaitwa Shy J. Unaweza kutembelea YouTube channel yake inaitwa Shy J. Ana viewers wengi kibao. Wewe ndo bado tu. Subscribe, comment na like. Leta maoni yako ili tuweze kunyanyapua ni mambo gani tunaweza kuyapitia ili tufanye vizuri zaidi. Karibu. Ni washukuru kwa siku leo, lakini natamani kwa wakati mwingine tuweze kukaa tukafanya kitu kingine ambacho ni kizuri zaidi. Na ninatamani kuona mkitoka sehemu uliopo ukifika sehemu nyingine. Vipi, unatamani kuwa mwimbaji wa kimataifa kwenda mbali? Kuitwa Marekani? Au tamani kwenda kufanya show South Africa? Natamani kufanya show Uingereza? Hiyo kwa sisi unatamani. Okay. Piga kazi. Piga kazi. Ni washukuru au unasema kuna jambo la ziada na kuambia raia? Mimi ndugu nachowaomba nipate management, manager. Tuanze kutembea mikoani kupiga show. Huyu anataka management, manager wa kutafuta kazi akapige show kwenye eneo lolote. Iko tayari. Ingia inbox, nitafute hata nanili YouTube, tuma comment au Instagram unanitaji, natuma ujumbe, nadhani nitakufuatilia. Nataka show huko za mikoani, Mwanza, wapi, Mbeya, Iringa, Moro. Wewe toa fursa mahali popote pale unapohitaji, malaki hata nje ya nchi. Management anayetaka kunichukua anaweza kanichukua kwa sababu na ngoma nyingi sana nimeandaa. Tena kali. Anazo ngoma nyingi ameandaa. Wewe muite Bludi. Uganda, Tanzania, hapa mahali alipo, kila mkoa popote pale anatembea tu. Uganda, Kenya, Malawi, Somalia na kila sehemu yote ambayo unaweza ukafika, hata China, hata kuja tu. Kazi ni kwako. Karibu, wewe mwenye uwezo wa kufanya pamoja na rafiki yetu hapa. Vipi, unaweza kusemaje kuhusu muziki wa gospel? Mtangazaji, muziki wa gospel sasa hivi unauzika nikiwa na maana kwamba soko lake limekuwa tofauti na zamani. Sababu zamani watu tulikuwa tunatumia, maanake zamani wale waliokuwepo wakati huo ndio ule uimbaji wao, nadhani wengi walikuwa wanatumia tape za redio, walikuwa wanatumia zile kanda, naona. Kwa hiyo pia hakukuwa na utandawazi ambao umekuwa hapo zamani, lakini muziki wa sasa hivi umekuwa kwa sababu utandawazi pia na wenyewe kila kukicha unazidi kuongeza mbalimbali. Sababu sasa hivi mtu anatoa wimbo wake kabla akishatoka studio kurekodi wimbo, atakachofanya cha kwanza ule wimbo itabidi aurudishe mtandao. Hiyo ni audio, tunasema video. Kwa unajikuta ile audio inaweza ikaingiza kipato kikubwa kabla ya nini? Kabla ya video. Mara nyingi audio zinakuwa zinaingiza pesa sana kuliko hata video, kwa sababu 95% ya wasanii wakubwa ambao wameshainuka kiuimbaji ndio wamekuwa wakianza kurekodi audio na kuziposti mtandaoni. Wakichukulia matazamio ya kuweza kuona kwamba watu watapokeaje muziki ule, wataupokeaje. Sasa katika yale mapokeo ya muziki unapoingia aidha kitaifa au kimataifa, umepaa pia, umepata kibali, wimbo wako umepaa, nadhani audio inaingiza pesa ndefu sana kuliko hata video. Kwa hiyo utakapoona muda wako wa kuweza kushuti video, kwa sababu video ina mambo mengi ya hapo, ina mzunguko mrefu na mikakati mingi, sababu inahitaji location, inahitaji vitu vingi, inahitaji vitu vingi video, tofauti na audio. Sababu audio yenyewe unaingia studio tu, unaimba, inarekodiwa, unakuja na posti, tofauti na video ambayo utahitaji kupata labda wale dance wakiweza kucheza, kuweza kupata mtu labda cameraman kutoa location,
kila kitu, kwenda kutafuta marafiki hapa na pale. Kwa wengine ambao wameshaendelea kimuziki wanatoka, hata sasa hivi watu wanatoka mpaka nje ya taifa. Ndio sababu mtu anaweza katoka hapa akaenda kusikia Burundi, akatoka akaenda kusikia Rwanda, akaenda kusikia Uganda. Kwa hiyo hayo ni mataifa ambao kidogo sisi na Tanzania na ujirani pia tuna undugu kiuimbaji, pia tunasaidiana kimuziki. Nadhani umeona kama huyu msanii nani Israel Mbonyi huyu wa Rwanda, juzi kama miezi mingapi kutoka hapa Tanzania wamekuja kufanya vizuri. Kwa hiyo ina maana kwamba muziki wetu bado unafanya vizuri nje, unafanya vizuri na ndani, kwa sababu tunapokea waimbaji sehemu mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali katika mataifa hususan na ndugu zetu Kenya. Sasa muziki wao nadhani tunasikika vizuri sana. Hata naomba niulize hivi, muziki wako ambao wewe unafanya, unatamani kufanya muziki kwa ajili ya kumtumikia Mungu au unafanya muziki ili angalau upate chochote pia? Siwezi kufanya muziki kwa sababu ya kupata chochote, kwa sababu hicho chochote ambaye ananisaidia kupata yule ambaye namtumikia katika uimbaji. Kwa ambacho mimi nakifanya, naimba uimbo ambao utakubalika katika jamii, ambao utakuwa na maadili katika jamii. Sababu naamini ule wimbo utakapokuwa na maadili katika jamii, wakaupokea vizuri, wakaupenda. Kwa hiyo hayo masuala ambayo yatapatikana kutokana na ule wimbo, nitakuwa tayari nimeshajitengenezea mwenyewe kupitia wimbo wangu na kupitia kwa watu ambao wamepokea ule wimbo vizuri. Kwa hiyo tayari hapo ndio maana tunasema muziki ni biashara. Kwa biashara inatokea pale kwa manake utakapofanya vizuri, Mungu atakapokujalia ukapata ujumbe ambao ni mzuri, mtu akauelewa, ukaimba, kila mmoja akagusa kwa namna yake, manake kila mmoja ataweza kusema wimbo huu nautaka uwe kwenye labda simu yangu, kwenye laptop, kwenye television, watoto wanatazama wajifunze kitu fulani. Manake watakapokuwa wakihitaji ule wimbo, kile kitakachokuwa kinakwenda ndicho utakachopokea wewe. Yes, kwanza sasa hivi tumekuwa na biashara mbalimbali ya muziki. Mwimbaji anaweza kawa na tamasha pia, ndio naona. Kwa hiyo unapokuwa na tamasha lile, unajua kuna matamasha ya aina mbili. Unaweza na tamasha ambalo wewe umeitwa ukaweza kufanyaje, ulitumika pale kwa ajili ya kuimba. Kwa hiyo tayari pale unafanyaje, unaingiza kipato kupitia ile kazi ambayo unaenda kufanya pale, kwa sababu wewe umeambiwa ukaimba. Pia kuna tamasha lingine ambalo matamasha yanakuwa ni yale ya upande wa kualikwa. Kwa mfano umekualika fulani, kutakuwa na tamasha fulani, kwa hiyo unapewa barua ya mwaliko kwamba unahitajika na kufanyaje ukahudumu. Kwa hiyo mara nyingi ya Mungu. Lakini kuna ulishawahi kualikwa mahali popote? Kuna mialiko ya ndani ipo mingi. Vipi changamoto ambazo ulishawahi kuzipata unapokuwa kwenye mwaliko? Changamoto ndogo mara usafiri kwaje? Upande huo kwa jumla, kwanza namshukuru Mungu kwa sababu katika matamasha yote ambayo nimeweza kuhudhuria, katika mialiko ambayo nimeweza kuhudhuria, nimepata changamoto. Okay. Ni washukuru na nitawahitaji tena kwa wakati mwingine. Nina jambo muhimu sana la kuzungumza na ninyi, lakini kwa leo hatutalizungumzia kutokana na muda na vipindi vingine vinavyoendelea. Mtazamaji wetu, ninakukaribisha tena kwenye Lenga Online TV. Karibu YouTube ujionee vitu mbalimbali. Utamwona mtumishi wa Mungu Alon, utamwona Shej, wote wako kwenye exclusive ambayo inakuja hivi karibuni. Ninakualika, njoo ujionee. Kuna mambo mengi wanaenda kuyazungumzia. Kuna kitu kimoja cha msingi sana wanasema kuhusu vijana, wamesahaulikaje? Mimi sielewi. Wanakuja kusema na ni kwa nini vijana wamesahaulika. Karibu, utakuja kusikiliza ni nini wanakizungumzia kuhusu vijana hao. Kama mtoto wa kiume amesahaulikaje?